Bwana Friji Bovu, mambo ni aje bwana? Bwana fresh. Uko poa? Hebu kwanza tuzungumzie issue zima ya nusu finali ya Simba hapo visiwani Zanzibar. Unautazamaje mchezo huu? Bana, ni mchezo mzuri kwa sababu natamani chachu ya mafanikio. Kila mmoja individual mchezaji, kila mchezaji anatamani zaidi kufika mbali. Kwa hiyo naona Simba hii ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwa sababu misimu takriban 7 hadi 6 wameenda robo finali, kwa maana 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation. Wana rekodi nzuri na wanaenda pale kama giant, kwa maana first team, kwa maana timu ya kwanza, kutokana na ubora wao, consistency waliotengeneza, namna ambavyo wamecement ubora wao kwenye michuano ya kimataifa. Tofauti na Stellenbosch ambao wao ukiangalia ni wapya kwenye hii michuano na umri wao pia ni mdogo. Hawa jamaa wameanzishwa mwaka 2016. Kwa hiyo ni timu ambayo bado haijawa na uwezo wa kuhimili vishindo vya michuano ya CAF, hasa kwa upande wa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo ni timu ambayo inajitengenezea mazingira kama ambavyo ilikuwa kina Bravo Duma Quiz. Kwa hiyo wana timu nzuri ya kisasa, of course wamefanikiwa kumdondosha Zamalek ambaye ameshawahi kuwa bingwa wa Afrika. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, lakini wanaenda kucheza na Simba ambayo wameshajaribu kupambana kwa misimu mingi zaidi kuitafuta hatua nusu finali. Kwa hiyo watatamani zaidi kwenda hatua nusu finali ili waongeze zaidi chachu kwenye timu yao. Kwa hiyo naamini Simba anaweza akafanya vizuri kwa sababu anaanzia nyumbani. Mbali ni kwamba tu anaenda kucheza pale ni Amani Complex. Amani Complex ni uwanja ambao Simba wameshafahamu ule uwanja sababu wameshacheza michuano ya Kombe la Muungano, Kombe la Mapinduzi. Ingawa ilikuwa ni carpet, kwa sasa ni tayari ni nyasi asilia. Kwa hiyo utaona ni uwanja mzuri ambao zaidi Simba wameuzoea kuliko hawa Stellenbosch. Ingawa mara nyingi tunasema uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa ukiwapa Simba faida kubwa kwa sababu tayari wachezaji wameshazoea hata mita za uwanja, namna ambavyo wanakimbia, wana cover distance kubwa, lakini pia atmosphere ya mashabiki wanapokuwa na hype. Umati wa mashabiki 60,000 mara nyingi imekuwa ikiwapa zaidi wao vibe. Kwa hiyo pale Unguja mashabiki watakuwa wachache, lakini naamini kwa kile ambacho kila mchezaji mmoja anahitaji kwa upande wa Simba, naona pengine Simba anaweza akapata matokeo si chini ya goli 3, na hicho ndicho ambacho kinatakiwa kwa sababu Stellenbosch ni wazuri sana wakiwa nyumbani kwao na wamekuwa wakicheza defensively, kwa maana wakicheza low block, wakijilinda zaidi, na wakikuwahi kwenye counter wanakufunga. Wana watu wazuri sana wa kucheza counter attack na wamekuwa wakifanikiwa katika hilo. Na wakienda ugenini wao huwa wanafanya kazi moja. Kwanza watajilinda dakika karibia 70, lakini zile wakati wanaangalia timu pinzani pengine labda wame concentrate na kutafuta goli, wao ndo wanafanya ile counter attack na mwisho wa siku wanakufunga kama ambavyo waliwafanyia Zamalek. Lakini naamini Simba hilo wanaliweza kwa sababu alishamfunga Constantine ambaye alishakaa nyuma muda mrefu, alicheza alipaki basi kweli, lakini baadaye Elim Panzu Kibisawala na watawanya Kibudeni sana piga shuti ya mbali, baadaye leo Nilateba anamaliza. Kwa hiyo Simba alishafanya sana hilo. So to me naamini kama Simba anaweza kumtoa Al-Masry, Stellenbosch akamtoa Zamalek, Simba anaweza akafanya chochote kwa sababu anaingia kwenye hiyo mechi with full of confidence. Confidence anayo kwa sababu neno tu Simba, jina tu Simba, kwa sababu Simba wao tayari wameshacheza anga ile la kimataifa upande wa Afrika Mashariki na Kati, wameshafanya vizuri sana. So wanaingia kama giant, hawa jamaa wanaingia kama second team, kama underdog, kwa sababu Simba ameshafanya makubwa zaidi katika michuano hii ingawa ni hatua za robo finali. Naamini kama Simba atataka kwenda hatua ya finali, anapaswa kushinda si chini ya goli 3 katika huo mchezo, na hao watu wa kufunga wanao Elim Panzu, lakini pia Kibu Dennis kwa sasa, Steven Desemukwala, Jean Chaza Hua, hawa wote wakikeep pressure kuanzia dakika 15 zile 15 zingine 15 3 zile za 45 za kwanza, wanapaswa kuimaliza hiyo game kabisa. Wakimpiga Stellenbosch goli 3 kule, wakienda hata wakifungwa goli 1 tayari Simba atakuwa amekwishafuzu. Lakini angalizo, kama Simba endapo wataenda kwenye mechi kilele mama kwa kulegea, huyu jamaa anaweza akajiokotea pale, anaweza akajifungia hata goli 1, anaweza hata akasababisha suluhu ya bila, alafu akimkaribisha Simba kule sasa Durban pale South Africa, anafanya anavyofanya. Kwa sababu jana tu Stellenbosch jana ametoka kucheza, wakati huo Simba hajacheza mchezo wote, na hii inaweza ikawa pia ni hatari nyingine kwao. Simba mara baada ya kucheza mechi yao ya Confederation, mchezo ule wa CRDB Federation Cup na Mbeya City, hawakucheza mchezo wote. Leo wamesafiri wako Unguja, lakini hawa jamaa wamecheza mchezo wa ligi tena wa ushindani na Amazulu hiyo jana, na 70% hadi 80 wachezaji ambao jana wamecheza wa Stellenbosch ni wachezaji ambao huwa hawapati nafasi ya kucheza, ni second selection, wengine third option za kocha. Sio wachezaji takriban 6 hadi 7 jana hawajacheza, lakini walipata matokeo ya goli 1 kwa bila dhidi ya Amazulu. Bao walilifunga, na mara baada ya kufunga ile bao
wamesogea hadi nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi. Kwa sababu Mamelodi anaongoza, alafu Orlando, alafu wao ndio wako nafasi ya 3 kwa sasa. Kwa hiyo utaona ni timu ya kizazi kipya ambayo imekuja kujitengenezea mazingira ya kutengeneza nafasi nzuri ambayo pengine baadaye wanatamani wao wanaendelea kushiriki michuano mara kwa mara ili kujijengea zaidi uimara. Kwa hiyo kwangu naamini ni kipindi ambapo Simba anahitaji utulivu wa hali ya juu kuliko hata hiki ambacho alikifanya dhidi ya Al Masry, kwa sababu hawa ni weusi wenzetu, wako na energetic, kwa maana wana energy, wana nishati, hawapotezi muda kulala. Wanacheza low block kwa maana wanahakikisha wana fulfill mbinu na mipango ya kocha, lakini ni timu ambayo inajua ichezeje. Ukimess up tu kidogo, wana watu wa counter attack zaidi ya watu 3 hadi 4 ambao wana kasi kweli kweli. Kwa hiyo Simba hata wakati wanawashambulia lazima hakikishe wanalinda zaidi eneo lao. Sio wote wanapanda, lazima Chamua abaki, lazima Hamza abaki, Kagoma lazima abaki, Ngoma lazima abaki. Hapo unaweza ukaona kuna kitu wanakifanya, kwa sababu wanaweza wakasema ngoja tushambulie, wakataka kupiga labda set pieces au labda mipira ya kona, wakataka wote wapande. Wale jamaa wana kasi sana, wana kasi. Kwa Simba nikiangalia wachezaji wenye kasi ni Elim Panzu pamoja na Kibu Dennis. Hao ndio wachezaji wenye kasi pamoja na Steven Desemukwala. Lakini wale jamaa wana zaidi wachezaji 5 ambao wana kasi sana na wapotezi nishati yao haraka. Kwa hiyo ni mechi ya kimkakati, na ili Simba afanikiwe, Fadu Davis anawafahamu, alikuwa kama kocha mkuu pale Maritzburg United ya pale Afrika Kusini, ameshakutana nao, lakini pia alishakuwa kocha msaidizi wa Orlando Pirates, anawajua hawa Stellenbosch. Kwa hiyo silaha ya kwanza kumua Stellenbosch ni Fadu Davis ambaye yeye anawafahamu vizuri, anafahamu mbinu zao, anajua style of play ya mchezaji mmoja mmoja. So anaweza akawasaidia kama endapo wachezaji wa Simba wote watafulfill mbinu zake ambazo atawapa katika mechi hiyo husika.